Tunamshukuru sana, maana hakuna jina kama hili linaloweza, jina linaloleta majibu, jina ambalo lilisababisha dunia ikawepo bila nguzo. Haleluya! Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mpigie tena Yesu makofi mengi na vigelegele. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu. Mwambie hakuna kama Yesu. Tumetoka kuimba jina la Yesu ni jina liwezalo. Haleluya. Hata wewe mwenyewe ni shahidi kwamba jina la Yesu limeshaanza kufanya mambo mengi kwenye maisha yako. Haleluya. Pigia tena makofi jina la Yesu. Amen. Mungu anakupenda sana. Hongera kwa kufika kwenye ibada siku ya leo. Mwambie mwenzako hongera kwa kufika kwenye ibada siku ya leo. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda sana. Na leo ana mambo mazuri kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Piga tena makofi kwa Yesu. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu. Hakuna kama Yesu. Mwambie hakuna kama Yesu. Hayupo wala atakayewepo. Hayupo wala atakayewepo. Akitamka vinakuwa. Akisema vinatokea. Unataka atamke nini kwako leo? Maana akitamka vinakuwa, akisema vinatokea. Haleluya. Amen. Unaamini atatamka leo na jambo litakuwa kwenye maisha yako? Unaamini akisema jambo litatokea kwenye maisha yako? Haleluya. Ndio maana anasema hakuna kama Mungu kwenye hii dunia, alitamka vikawa vikatokea. Haleluya. Nakwambia leo anatamka na vinakuwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Anakwenda kutamka na vinakuwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Amen. Sasa kama unaamini sema amina kubwa. Amen. Huyu Yesu ambaye aliumba dunia inazunguka lakini haina nguzo. Tunajua inazunguka haina nguzo. Anashinda kufanya chochote kwenye maisha yako? Hashindi. Haleluya. Huyu Yesu ambaye aliwapiga wale wa Misri akawamalizia kule bahari, anashinda kupiga maadui na kusumbua. Anashindwa. Sasa kwa nguvu anashindwa. Hashindwi. Haleluya. Huyu Yesu aliyechukua mavumbi akayaungaunga vumbi ikatokea, wewe ukatokea, anashindwa. Kuna nalo mshinda. Hebu mpigie Yesu makofi ambaye anaweza yote, ashinda yote. Hakuna kama Yesu, hakuna kama yeye. Hajawahi kuwepo, hata kuwepo, hata kuwepo. Haleluya. Na mimi na wewe pia una furaha na unajiamini kwa sababu una Yesu, si ndio? Kama hakuna kama Yesu, hakuna kama mimi. Haleluya. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu, hakuna kama mimi. Hakuna kama Yesu, hakuna kama mimi. Haleluya. Maana nimeumbwa kwa sura na mfano wake. Kama hakuna kama yeye na hakuna kama mimi, si ndio? Mwambie mwenzako hakuna kama mimi. Wala atakayetokea kama mimi. Hebu mpigie Yesu makofi ya pesa. Kuna mtu anapenda Yesu jamani. Kuna mtu anamfurahia Yesu. Yesu ndiye furaha yetu, Yesu ndiye nguvu zetu, Yesu ndiye kila kitu kwetu, na tunamfurahia na tunaona raha kusema habari zake. Huyu Yesu ambaye hakuna akiamua kukufanya uwe wingi, anaweza kufanya wingi ukafunika dunia. Unajua baadhi wake alikuwa anaogopa wana Israeli. Alisema njoni logea hawa watu wamefunika nchi. Haleluya. Huyo ni Yesu anayesababisha mambo yake yakakuwa yakaongezeka yakafunika. Haleluya. Na leo anataka kufanya mambo yake yakuwe mpaka yafunika katika jina la Yesu. Amen. Haleluya wala Mungu. Yesu anakupenda sana na ndio maana mpa nafasi ya kufika hapa. Lakini Yesu anakupenda sana ndio maana mpa mtu nafasi ya kusikiliza kipindi na ibada hii leo kwa sababu ana jambo kwa ajili ya kila mtu mahali hapa. Haleluya. Unaweza ukaketi kwa furaha kabisa ukiwa unajua kwamba hakuna kama Yesu. Hakuna kama, na ukimalizia hakuna kama Yesu, sisahau kumalizia hakuna kama Yesu, hakuna kama mimi. Amen. Nitakuwa na somo letu leo tutakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inasema hakuna kama Yesu, alafu kwa vile hakuna kama Yesu, hakuna mpinzani ambaye atanizuia nisipige pale. Haleluya.
Basi tutakwenda kusoma mistari michache ambayo inathibitisha kwamba hakuna kama Mungu. Yeye Mungu mwenyewe anasema hivyo, kwani nitapeleka haraka haraka hiyo mistari utaiandika, alafu nitaisoma kwa haraka haraka. Hakuna kama Yesu. Kama ambavyo mwimbaji wetu alikuja kutuimbia hapa habari hizo. Yesu ni Mungu na hakuna kama Mungu wetu wa mbinguni ambaye ndio Yesu Kristo. Amen. Fungua Zaburi ya 86 mstari wa 8 mpaka 10. Zaburi ya 86 mstari wa 8 mpaka 10 inasema, Zaburi ya 86 mstari wa 8 mpaka 10 inasema, katikati ya miungu hakuna kama wewe Bwana, wala matendo mfano wa matendo yako. Mataifa yote uliowafanya watakuja, watakusujudia wewe Bwana, watalitukuza jina lako. Kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Haleluya! Hakuna kwa kuwa ndiwe uliye mkuu, wewe ndiwe mfanya miujiza, ndiwe Mungu peke yako. Mungu wetu, Yesu wetu ndiye Mungu peke yake. Anayeamini hivyo apige makofi kwa Yesu. Na anasema yeye ndiye mfanya miujiza. Ninaamini siku ya leo Yesu anakwenda kumfanyia mtu miujiza. Sio nataka muujiza gani, lakini huyu Yesu ambaye ndiye Mungu pekee tunayemtumainia, ndiye Mungu pekee tunayemwabudu, anakwenda kufanya muujiza kwa ajili ya mtu siku ya leo, na wengine watapokea sio muujiza tu, miujiza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Na hiyo ni fungu la mtu anayeamini, na itakuwa kama ulivyoamini katika jina lake yeye mwenyewe Yesu Kristo. Amen. Hiyo ilikuwa kusema hakuna Mungu kama yeye. Tunasema hakuna Mungu kama Yesu. Angalia kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Hata Hana alikiri kwamba hakuna kama Mungu baada ya kupata ule muujiza wake wa Samueli, kama ambavyo kuna mtu anakwenda kupokea muujiza wake siku ya leo. Amen. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Hana anasema alianza kumwambia Mungu baada ya kumpata Samueli. Akasema, hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Haleluya! Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Mpigie makofi mwamba Mungu wetu Yesu Kristo, mpigie makofi mengi. Yeye ni mwamba imara, nasi tumejengwa juu ya mwamba. Haleluya! Lakini pia ukiangalia kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7, Samueli wa pili sura ya 7 tunakutana na Daudi. Daudi naye anamwambia Mungu maneno haya, hakuna Mungu kama wewe, kama sisi tunavyosema sasa hivi hapa. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 22 inasema, Daudi anamwambia Bwana, baada ya kumwambia maneno hapo juu, akamwambia, kwa hiyo wewe ndiwe mkuu, Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe, wala hapana Mungu mwingine ila wewe, kwa kadri tulivyosikia kwa masikio yetu. Amen. Anamwambia, kwa hiyo wewe ndiwe mkuu, Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe, wala hapana Mungu mwingine ila wewe, kwa kadri tulivyosikia kwa masikio yetu. Umesikia kwa masikio yako habari za Yesu. Umesikia kwamba hakuna kama yeye. Haleluya. Umesikia shuhuda, umesikia maajabu yake, umesikia miujiza yake, umesikia matendo yake, na hayo yote yanathibitisha kwamba hakuna kama yeye. Mpigie makofi yule ambaye hakuna kama yeye, Yesu wetu huyu. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu. Sema ukiwa unajiamini kabisa, hakuna kama Yesu. Toa sauti kabisa, sema hakuna kama Yesu. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 10 mstari wa 6. Yeremia sura ya 10 mstari wa 6 inasema, kitabu cha Yeremia sura ya 10 mstari wa 6 inasema, hapana hata mmoja aliye kama wewe, Bwana. Wewe ndiwe uliye mkuu, na jina lako ni kuu katika uweza. Hapana hata mmoja aliye kama wewe, Bwana. Wewe ndiwe mkuu, na jina lako ni kuu katika uweza. Haleluya. Hapana aliye kama yeye, hapana aliye mkuu kama yeye. Jina lake lina uweza, jina lake lina nguvu, nasi tunalishangilia, nasi tunalitegemea, nasi tunajivunia nalo. Amina. Pigia jina la Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Mwambie tena mwenzako hakuna kama Yesu. Sema hakuna kama Yesu. Haya, hii ni mistari inayokuthibitishia maneno hayo kwamba hakuna kama yeye. Imegawa nakiri. Hapo tumemwona Daudi amekiri kwenye Zaburi. Tumemwona Hana amekiri kwenye Samueli wa kwanza. Tunamwona tena Daudi anakiri kwa
Bwana, ambaye Bwana wetu ni nani? Ni Yesu Kristo. Amen. Fungua kitabu cha Isaya sura 46 mstari wa 9. Isaya 46 mstari wa 9 inasema, Isaya 46 mstari wa 9 unasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Amen. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi. Hakuna aliye kama Yesu. Haleluya. Tunakubaliana na mambo haya, tushangilie, tumpigie Yesu makofi, maana tuna Mungu ambaye hana mfano wake. Hakuna mfano wake. Mungu tunayemwamini. Ukifungua tukirudi hapo nyuma tena Isaya 45 mstari wa 5 mpaka wa 6. Isaya 45 mstari wa 5 mpaka wa 6 anasema, mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Nitakufunga kwa mshipi ijapo kunijua, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Sema, Yesu ni Bwana wala hapana mwingine. Sema tena, Yesu ni Bwana wala hapana mwingine. Hapana mwingine wala hata atokee mwingine. Amen. Tunaenda tena tukisoma tena Kutoka 15 mstari wa 11 utakuta tena na hizo habari. Kutoka 15 mstari wa 11 inasema, Kutoka 15 mstari wa 11, huu ni wimbo wa Musa alikuwa waliimba baada ya kuvuka kwenye bahari ya Shamu, baada ya Mungu kuwavusha pale. Musa akaimba huu wimbo ambao uko kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 15. Mimi nitasoma mstari wa 11 ambao unasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanya maajabu? Ni nani aliye kama yeye? Jibu. Ni nani aliye kama yeye? Jibu. Hakuna. Musa akasema, Bwana, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Hakuna. Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika utakatifu? Hakuna. Mwenye kuogopwa katika sifa, mfanya maajabu? Hakuna. Ni yeye peke yake. Tumpigie makofi mengi na vigelegele. Huyu kufanya maajabu, mtenda miujiza, na leo yuko kwa ajili yako kufanya maajabu, kufanya miujiza. Haya naye asoma hapa ni kukwambia kwamba leo huyu ambaye ni yeye, hakuna kama yeye, hakuna mwenye uwezo kama wake, hakuna mwenye nguvu kama zake, amejipanga kufanya jambo kwa ajili yako kwenye maisha yako jioni ya leo. Amina. Amen. Amejipanga kufanya jambo kwenye maisha ya mtu. Wewe amini kwamba hakuna kama yeye. Kama hakuna kama yeye, hakuna linalomshinda, hakuna asiloliweza. Yaani mambo yake ni hakuna. Hilo ambalo unasema wewe hili siwezi, yeye anakuambia hakuna, hilo linawezekana. Amina. Tukirudi tena nyuma hapo, Kutoka sura ya 9 mstari wa 14. Kutoka sura ya 9 mstari wa 14 nasema, kwani hii ilikuwa wakati Mungu anapeleka mapigo kwa Farao. Huyu ambaye tunasema tunaringa naye, ambaye mtu akimchezea mtoto wake anapeleka mapigo. Haleluya. Akichezea mtoto wake ambaye ni mboni ya jicho lake anapeleka mapigo. Amen. Kuna mtu anataka leo Yesu apeleke mapigo sehemu. Kuna mtu anataka apeleke mapigo kwa wale wanachezea ndoa yake. Kuna mtu anataka apeleke mapigo kwa wale ambao wamekakawa na zuia biashara. Yuko mpeleka mapigo na yuko tayari kupeleka mapigo siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Kutoka sura ya 9 mstari wa 14 anasema, nianza 13. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema, ukasimame mbele ya Farao, umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Haleluya. Na pape leo kuna mizimu, kuna mapepo yanaambia wape watu wangu ruhusa waende. Achana na watoto wangu, achana nao, waache waende. Haleluya. Anaambia wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie, kwani wakati huu ni
wote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mote. Haleluya! Akamwambia, kwa maana kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako wote, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni. Haleluya! Wako kina Farao, huyu shetani na mapepo yake na mawakala zake, ndio hawa wanawakisha kina Farao hawa. Na Mungu anawaambia sasa, wakati huu nitaleta mapigo yangu yote, ili ujue kwamba hakuna aliye kama Yesu tunayemwabudu. Kama wako hao shetani na mawakala zake wameng'ang'ania mambo yako, hawataki kuyaachia, kama ambavyo Farao alikuwa ameng'ang'ania Waisraeli, hataki kuachia. Yako mapigo yote ambayo Bwana anakwenda kuyaachia jioni ya leo katika jina la Yesu. Amen. Aliwang'ang'ania, Mungu anaambia waachie. Kama ambavyo hata kwenye maombi tunafanya maombi, anaambia achia. Achia afya yake, achia biashara yake, achia ndoa yake, achia watoto wake, achia huduma yake, achia kipawa chake. Ameng'ang'ana, hataki kuachia. Achia, achia. Leo yako mapigo ya kuweka sawasawa katika jina la Yesu, ataachia mpaka ukwato. Amen. Haleluya. Wewe amini, tuambie amini, tusema leo hakuna cha kwangu kinachobaki. Kama ambavyo wana wa Israeli walipoachiwa walichukua vya kwao vyote, na isitoshe Bwana akasababisha wale wa Misri wakawapa na vya kwao. Na kwambia shetani na mawakala zake wataachia vya kwako na vya ziada, na vingine utakavyotaka watakupa. Kanuni ni ile. Haleluya. Kama wale aliwaambia nitaacha kibali, wewe nenda kaombe chochote, akaambia ninaomba bakuli, ninaomba mikufu yako, ninaomba masufuria, wote walikuwa wanaachia. Hata jiulize, anawapa. Wakawapa, wakaondoka wana vitu vya kuwatosha. Nakwambia jioni leo utaondoka na kutosha katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Maana yuko Mungu ambaye anasema ndipo utakapojua kwamba hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni. Hapana mmoja mfano wa Yesu. Mpigie makofi mengi na vigelegele. Nimalizie na Wafalme wa kwanza sura ya 8. Wafalme wa kwanza sura ya 8. Huyu ni Sulemani. Mfalme Sulemani baada ya kujenga ile nyumba ya Mungu, sasa alikuwa anafanya maombi pale na akasema maneno haya kwa Mungu. Na ni maneno ambayo sisi tunamwambia, na kama sasa hivi tuko kwenye wiki 7 za sifa, haya ndio maneno ambayo tunapaswa kumwambia Mungu, hakuna kama wewe. Ni sifa hizo kwake. Haleluya. Wafalme wa kwanza sura ya 8 mstari wa 22 hapo. Mstari wa 22 nasema, Wafalme wa kwanza nitaanza mstari wa 22, sura ya 8 mstari wa 22 nasema, Sulemani akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni, akasema, Ee Bwana Mungu wa Israeli, hakuna kama wewe mbinguni juu wala duniani chini, ushikae maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Haleluya. Huyo ni Sulemani anaachilia sifa kwa Bwana, akasema, Ee Mungu Bwana Mungu wa Israeli, ambaye ndiye Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe. Hakika hakuna Mungu kama wewe mbinguni juu wala duniani chini. Ni kweli. Ushikae maagano na rehema kwa watumishi wako. Ni kweli, akiagana na wewe anatimiza. Watumishi wako waendao mbele zako kwa mioyo yao yote. Mstari wa 24 Daudi anamwambia, umemtimizia Daudi, umemtumizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, na ulinena kwa kinywa chako ukayatimiza kwa mkono wako, kama ilivyo leo. Alinena kwa kinywa chake akatimiza kwa mkono wake, na leo anakwenda kunena kwa kinywa chake na atatimiza kwa mkono wake jambo kwenye maisha yako, kama alivyomtimizia Daudi. Alimwambia mwanao atanijengea, na kweli mwanae akajenga. Mimi sijui leo atakwambia nini, na atafanya, atatimiza katika jina la Yesu. Sema amina kubwa kama unaamini. Sema amina kubwa kwa Bwana kama unaamini. Haleluya. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu. Mwambie hakuna kama Yesu. Mwambie hakuna kama Yesu. Sasa huyu ambaye hakuna kama yeye leo
mawili kwa ajili ya mtu, ambayo mwenye imani ayakamate fasta, alafu yatakuwa sawasawa na alivyoamini. Haleluya! Hayo mambo yanatoka kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 7, jambo la kwanza hilo. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Sema amen kama hujasoma. Amen. Sema amen ambayo umeamini ni la kwangu. Sema amina kwanza. Amina ya imani. Haleluya. Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Hiyo ni ahadi ya mtu na anayeamini inakwenda kutimia kwenye maisha yako. Nami nitalisoma katika jina la Yesu. Inasema, ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake. Unajua sisi ni wafalme na makuhani. Amina. Tunaendelea. Hapo Bwana alipomstarehesha. Sema hapo Bwana alipomstarehesha. Hivi kuna mtu anataka Bwana amstareheshe? Kuna mfalme hapa anataka kustareheshwa na Bwana. Kuna mfalme anataka kustareheshwa na Bwana mahali hapa. Hao wanaonisikiliza, wewe unayenisikiliza, mfalme wewe uliokoka ni mfalme na kuhani. Anasema hapo Bwana alipomstarehesha. Sema Bwana atanistarehesha. Sema Bwana atanistarehesha. Anasema hapo Bwana alipomstarehesha, asiuziwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Asiuziwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Ukishaokoka wewe ni adui wa shetani. Kwa hiyo kama ni adui wa shetani lazima kuzunguke pande zote. Haleluya. Lakini leo yuko ahadi kwa ajili yako. Yesu anasema mfalme wa atakustarehesha, na hao adui waliokuzunguka pande zote atahakikisha hawakuudhi. Haleluya. Hiyo ni ahadi ya mtu jioni ya leo. Maanake kwambia wale maadui wanaopangaisha maisha yako hawataweza kukuudhi tena. Maanake hata ruhusa wakufikie tena. Maanake hata ruhusa wakuangaishe tena. Hawataudhi biashara yako, hawataudhi ndoa yako, hataudhi afya yako, hataudhi chochote kinachokuhusu, kwa sababu mkono wa Bwana umesema hata ruhusa wakuudhi. Sema amina kubwa. Alafu mwambie Yesu asante jioni leo, kwamba asante Yesu, leo unakwenda kufanya hili neno liwe kama Sulemani alivyosema, ulisema unawatimiza neno lako, na hili neno lake kama alikwambia watu. Hapo mfalme alikuwa alistarehesha na akasababisha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Sema sitaudhiwa na adui tena. Sitaudhiwa na adui waliomzunguka pande zote. Unajua kuna maadui wako juu wanakupigia kutokea juu. Haleluya. Kuna maadui wanapiga kutokea chini. Kuna maadui wanapiga kutokea mbele. Kuna maadui wanapiga kutokea nyuma. Kuna maadui wanapiga kutokea kulia. Pande zote. Kuna wengine wanapiga kutokea kushoto. Yaani ni kila mahali wanarusha. Kila mtu anajaribu bahati yake, lakini habari njema ni kwamba Mungu amesema hawa wanaotokea pande zote hawawezi kukuudhi tena katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Mungu kama hilo litakuwa kwa mwenyeamini. Hiyo ni swali la kwanza. La pili linatokea hapo Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 11. Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 11. Samueli wa pili hapo 7:11. Naye anasema wakati Daudi anataka kumjengea Mungu nyumba, Mungu akamwambia Daudi, wewe unijengea nyumba. Kwanza nyumba unijengea mimi sitoshi. Kwanza sijaikaa kwenye nyumba. Haleluya. Sasa anamwambia nini Daudi? Anasema, naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipoamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Nimerudia tena, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako. Sasa mimi hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili, ahadi yetu ya pili jioni ya leo inasema, hiyo inafuata sasa. Tena Bwana anakuambia sasa, tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Hivi unamsikia? Au yasikia? Ngoja niambie. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Au yasikia? Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Sema amina kubwa. Usijiulize tajengwaje, usijiulize sina kiwanja, usijiulize sina hela. Baba akisema anakujengea, anakujengea.
kujengea nyumba. Mimi nitakujengea nyumba wewe. Haleluya. Amen. Sema asante Yesu nakuwa kunijengea nyumba. Amina. Sisi tulisikia ushuhuda wa Jeni hapa alijengewa nyumba na Bwana. Haleluya. Alikuwa ajua hata kama anaenda hiyo hela kujenga nyumba asingekaa hata aote, asingekaa ipate. Hata angelala ayote ampya asingekaa ipate. Lakini Mungu akaenda kujengea na kujengea tu. Na viwango vya Mungu sio viwango vidogo, ni viwango vya maana. Haleluya. Mpigie Mungu wetu ambaye ni Mungu wa viwango, makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Hana viwango vya chini, viwango vyake ni vya juu. Na hivi viwango vya juu nataka kuvitumia kujengea mtu nyumba. Amina. Wewe amini, nasema amini tu. Amini tu. Basi. Nyumba hiyo. Amini tu, nyumba umeipata. Mwambie mwenzako amini tu. Unajengewa nyumba na Bwana. Mwambie tena amini tu. Unajengewa nyumba na Bwana. Unaamini kwamba unakwenda kupata nyumba katika jina la Yesu. Na mimi wakati nasema ndio kutoka na kazo usiye kama mimi nina nyumba. Wewe kama hata hiyo nyumba ya pili, ya tatu, ya nne, sasa tunakujengea. Usiseme kwamba ninayotaka. Hiyo chukua nyumba utachukua hata kama hii basi nitayanisha na mtoto. Na atakuwa nyumba kwa kidogo. Haleluya. Bidii yetu makofi ambaye atakuwa kufanya mambo yako kwenye maisha yetu, atakuwa kufanya mambo yako kwenye maisha yetu. Haleluya. Mstari wa 27, Daudi akamwambia, kwa kuwa Bwana Mungu wa majeshi umenifunulia mimi mtumwa wako, akasema nitakujengea nyumba. Kwa hiyo mimi mtumwa wako nimeona pema moyoni wangu nikuombe dua hii. Na sasa Bwana Mungu, wewe ndiye Mungu. Maneno yako ndio kweli. Nao umemwambia mtumwa wako jambo hili jema. Basi sasa uwe radhi ukabarikie nyumba ya mtumwa wako ipate kudumu milele mbele zako, kwa maana wewe Bwana Mungu umelinena, na kwa baraka yako nyumba ya mtumwa wako na ibarikiwe milele. Amen. Hiyo ni sala ambayo unaitumia kumshukuru Mungu baada ya kukupa nyumba. Hiyo ni sala ambayo Daudi alimwambia Mungu baada ya kumwambia Mungu, hili neno lako najua litimize. Sasa bariki nyumba yangu, bariki nyumba yako, bariki nyumba yangu, bariki nyumba yangu milele. Amina. Kuna mtu amepokea hayo mambo kwamba maadui hawatamzunguka wala hawatamuuzi wala hawatamuuzi, lakini Bwana anataka kujengea nyumba. Hata mimi nyumba nimepokea katika jina la Yesu. Amina. Mpigie Yesu makofi ambaye hakuna kama yeye. Hakuna kama Yesu. Akitamka vinakuwa, akisema vinatokea. Akitamka vinakuwa, akisema vinatokea. Kama hapo mwanzo alisema ikawa, alisema dunia ikawa, alisema ikawa, akasema ikawa, akasema ikawa, akasema ikawa, akasema ikawa. Na akasema neno nyumba litakuwa, 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 litakuwa katika jina la Yesu. Amen. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Mwambie mwenzako hakuna kama Yesu. Ndio maana tunalika kwamba ni Yesu tu, kwa sababu Yesu ana ahadi nyingi, ana ahadi lukuki. Na hizo ahadi zake zote ni amina na kweli, maana akizisema anazitimiza. Yesu kigeugeu. Hasemi alafu akajipinga. Hasemi alafu akageuka. Akisema ninafanya, ninafanya. Akisema nitakupa, ninakupa. Akisema nitakulinda, ninakulinda. Akisema maadui hawakusumbui, hawakusumbui. Amen. Haleluya. Kuna kipindi fulani hivi ilikuwa ni unajua upinzani ulikuwa ni mkubwa, sio upinzani. Unajua unapokuwa kupiga hatua kwenda hatua nyingine unakutana na upinzani mkali, hata kisayansi tu, sio wanasayansi. Kwa hiyo wajua ilikuwa ni gani? Kuta ni kuvuta, yaani unaona hadi ukikaa tu unasikia hizi zinacharge, unasikia kumecharge. Unajua ukikaa kama hali ya hewa imecharge unasikia kumecharge. Haleluya. Yaani mwili wenyewe unakwambia hali si shwari. Hakuna shwari hapa. Haleluya. Kwa hiyo kila mtu ukikaa unaona hakuna shwari. Ukikaa hakuna shwari. Ukikaa hakuna shwari. Sio wakasema msiogope. Hawawezi. Nitawapigania. Hata sasa msiogope. Hawawezi. Nitawapigania. Hebu sema hiyo imeisha hiyo. Unalala usingizi, unalala usingizi. Sema sana kupigania. Amen. Na akatwambia, sio akatwambia msiogope, ninawalinda. Hakuna anachoweza kuwapata. Labda mkengeuke. Ndio hiyo hali Mungu anakupa. Usiogope, ninakulinda. Hakuna atakachopata. Labda ukengeuke. Ukikengeuka umekata ile neema. Ukikata ile neema naye anakata. Anakuacha endelea mwenyewe.
Anaacha. Wakifika kwa mtandao wa meleki na wale wanatomba wanalia Mungu tusaidie. Mungu anarudi na yeye ni wasamehe. Anasemaje? Mungu tumeelewa. Tusamehe Bwana. Twende tena pamoja. Anasamehe. Twende. Ndio hivyo kwenye maisha sasa. Haleluya. Amen. Ukilikoroga naye anakucheka, anakaa pembeni na yeye. Anatoa neema yeye. Unaona mambo yako yanakufa, yanapigwa, hayaendi. Wewe unasema ukoroga. Rudi haraka mimi nimekosa. Mbona mambo yananigomea? Mungu nisamehe. Sijui aliandikwa wapi. Alafu kirudi kukakasa tunaanza na hayo. Ukijaribu tena, okay, go. Ukienda huko unakutana na pepo, yanakutwanga, mizimu inakutwanga, majini yanakutwanga. Wanakutwanga wewe, mpaka ushtuke. Tunatwangika namna hii. Unasema nijaribu nini? Unashtuka. Ukirudi akwambia wewe unashtuka hapa. Sasa unajua kwa nini mimi mwezi wewe? Yes. Twende. Haleluya. Kwa hiyo ukiamua kutembea na Yesu nyooka. Ukiamua kutembea na Yesu nyooka, kwa sababu usiponyooka ukakengeuka, anakwambia naye anatoa ulinzi wake. Naye anatoa ile wingu lake. Alafu ni hatari sana. Usikubali wingu la Mungu litoke kwako. Amina. Haleluya. Umeelewa Bwana Mungu? Umeelewa Bwana Mungu? Kwa hiyo Mungu akisema anafanya, Mungu akisema anatimiza. Na haya aliyoahidi leo atafanya na atatimiza tena, kwa sababu hakuna kama yeye. Yeye si mwongo, wala si mwanadamu mpaka si mwongo. Mambo yake ni ukweli na ni amina. Piga mstari, yanakuwa. Mshangilie Bwana. Na nimesema hakuna kama Yesu. Nimesema hakuna kama Yesu, maana pia hakuna kama mimi. Si ndio? Hakuna kama Yesu, hakuna kama wewe. Unajua ulivyo hakuna kama wewe tena. Hata kama yuko jeni mwingine hawezi kuwa kama wewe. Hata kama yuko jeni mwingine hawezi, wala hata kama hawezi kuwa kama wewe. Amen. Wewe peke yako ulimwengu mzima wa watu bilioni karibia na uko peke yako. Hakuna kama wewe. Hebu jitizame kwanza kujifurahia sema hakuna kama wewe. Kwa hiyo hakuna kama wewe, lazima ufanye mambo yanayofanana na wewe peke yako. Yaani haleluya. Lazima mambo yako yafanye yawe wewe. Hata kwa kitu gani wewe. Haleluya. Maana Mungu anakuleta wewe kama wewe, ufanye ya wewe inakupasa wewe. Amen. Kwa hiyo kama mimi kama msikiza amekopi kitu vya Yesu anafanya kopi. Yesu anakopi. Vitu vyake ni OG. Haleluya. Vitu vya Yesu anavyofanya ni OG, original. Akisema inakuwa hajakopi vya mtu. Bora sisi kama sisi pamoja mtu. I have to be original. Haleluya. Nikae na Holy Spirit anipe original, anipe vya kwangu nitoke kama mimi nilivyo. Haleluya. Alafu jifurahi mnapotoka. Jifurahi mnapotoka. Amina. Kama mnatoka mnaenda na ndai, jifurahi mnapoenda hivyo. Haleluya. Nikitoka mnaenda hivyo ndio mimi huyo. Amen. Mwambie Mungu hakuna kama mimi. Mwambie hakuna kama mimi. Yaani hayupo. Wala atakayewepo kama mimi. Amina. Amen. Umejiona lakini kama hakuna kama wewe. Tembea kama wewe. Fanya ya kwako. Sio unajikuta siku ya mwisho umeenda kule ukipigiwa hesabu umejikuta 80% kwa unafanya vya watu. Vyako hujafanya. Kwa sauti yako ilikuwa iko chini kidogo. Au ilikuwa pena kidogo hivi. Uitaki tena unataka kama ya wapi? Wewe kuwa ya kwako. Haleluya. Amen. Haleluya. Ukiona mimi nikitembea na kwenda namna hii na unataka mimi kutembea na mimi nenda namna hii. Wewe kumbe atakutembea namna hii. Haleluya. Wewe kama ni zaidi unataka kwenda namna hii. Kuwa OG katika jina la Yesu. Amina. Mwambie unataka kuwa OG. Mwambie kuwa OG. Kuwa OG. Stop copying. Haleluya. Kwa hiyo hakuna kama mimi. So I have to be me. Hakuna kama you have to be you. Lazima uwe wewe. Yaani ni kazi ambayo unatakiwa ujichimbe kuliko uwe wewe. Uishi wewe. Alafu ukifika mbinguni utaanza kupata credit zako na masi zako kwa kuishi wewe. Sio kwa kuishi mtu mwingine. Kwa kuishi wewe. Ni somo ambalo na mzee wangu alipenda sana. Kwa nini ulikuwa hapa? Ili uishi wewe. Sio
Akapendi wewe. Unajua ndugu wako? Unajua ndugu jana. Nani shakuongea na yeye? Unaongea na wewe? Unaongea na wewe. Nani unaongea na yeye? Unaongea na wewe na wewe. Na wewe unaongea na wewe. Nani unaongea na wewe? Unaongea na wewe. Mwambie oya. Hivi kwa nini wako? Hivi leo umeamka umechoka unatarajia kufanya nini sasa? Alafu wewe ambaye unataka uwe nganga ili upeleke ili gari iende mbele. Alafu unaniambia umechoka wewe. Are you serious wewe? Haleluya. Maana usipoongea na wewe atakulostisha. Amen. Huyu wewe ndio anakontrol ili boxi liende likae. Kwa hiyo wewe akinywea na kusahau limenywea. Akinini na kusahau limenywea. Sasa lazima uhakikishe sasa wewe ndani si mwanzo ngombana. Sasa sio tutafanya. Lakini lazima tuseme tu hapo wewe. Ukienda mlekio ongea na wewe. Ambia hapo wewe. Hapo leo hivi unatazungumza na nini? Hivi umemkaje leo? Mbona tu umekuja uso? Mbona ulikabana kwa usingizi? Haleluya. Amen. Nani anataka kuongea na yeye? Nani anataka kuongea na yeye hapa? Amina. Ukiona wewe anaanza kunaambia alafu wewe. Hivi lakini tushirikiane. Hizi tunaelekea hii si ya salama. Hizi ni tunguzi. Ukiona mtu wako yule umpenda. Unajua mtu wa kwanza kumpenda ni Mungu, wa pili ni wewe. Ujipendi mwenyewe usimpende, wala usimpenda. Unajua basi upende nafsi yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sasa usijipendi. Mwenyewe ukitazama na ugopa, kinyang'ana hivi. Hata kujiangalia thubutu, kumwangalia yeye hawezi. Sasa tuongea sasa. Hebu mpige tena wewe makofi mpige. Mpigie wewe makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Mwambie nataka nina ndoto. Mwambie wewe nina ndoto. Mwambie tena. Mwambie wewe nina ndoto. Hapo mimi ninaenda mwambie wewe. Mwambie nina ndoto. Kuna mtu ana ndoto? Nani ana ndoto? Nani ana ndoto? Mwingine anataka kufanya biashara kubwa. Mwingine anataka kuwa mhubiri wa kimataifa. Mwingine anataka kuwa mwimbaji gani. Mwingine anataka kama tumepewa tunajengewa nyumba. Mwingine anataka kujenga nyumba kubwa. Lakini baba ameshampa ofa nyumba moja. Sema nina ndoto. Sema nina ndoto. Ila kama huna usiseme. Sema nina ndoto. Lakini kwa msemo unasema na wewe. Sema nina ndoto. Tunampa na ndoto. Tunampa na ndoto. Hata mimi nina ndoto katika jina la Yesu. Hata mimi nina ndoto. Haleluya. Kama una ndoto utaishije, unatembea wapi? Amina. Tuna ndoto nyingi sana. Hata Yusufu unajua ndoto ndoto. Na alikuwa anatembea kwenye ile ndoto ndio ilipeleka mpaka kule katika kamili ndoto. Ile kama una ndoto yenu utafika wapi wewe? Huo si mkuto upata wewe. Haleluya. Sema tena nina ndoto. Sema nina ndoto. Sasa katika ile ndoto ya leo nasema nina ndoto ya kuhakikisha wapinzani wangu hawanizuii kufika pale. Ndoto ya leo. Ndoto ya leo. Mwambie ndoto ya leo. Haleluya. Ndoto ya leo nasema wapinzani wangu hawatanizuia kufika pale. Wapinzani wangu hawatanizuia kufika pale. Unajua wapinzani wangu ni kina nani? Mizimu, mapepo, waganga, wachawi, kama na watu wao humo. Hawatakuzuia kufika pale katika jina la Yesu. Amina. Amen. Sema wapinzani hawatanizuia kufika pale. Sema wapinzani wangu hawatanizuia kufika pale. Nitapita katikati yao na kwenda kule. Amen. Yesu wakati anafanya kazi yake alikutana na upinzani mkubwa sana. Alikutana na upinzani wa Mafarisayo, wa Masadukayo, wale wakuu wa masinagogi, makuhani, waandishi, wote walikuwa wanapinga kazi yake. Kwani si kweli? Na kuna siku walitaka kumkamata pale, lakini Yesu alifanya nini? Alikatiza katikati yao, akaenda zake. Ninaongea na mtu ambaye anakwenda katikati yao na kwenda zake hapa.
pale, wala hawatanizuia kutoka. Amen. Kama Farao na Wamisri wake walishindwa kuwazuia Waisraeli watoke waende kule, na mimi ndivyo hivyo. Hao wapinzani kina Farao tatu hawatanizuia kutoka na kwenda kule kwenye hatima yangu katika jina la Yesu. Naamini ni kwako hilo. Amen. Sema hawatanizuia. Hawatanizuia kufika kule. Hawatanizuia kufika kule. Haleluya. Maana wapinzani kazi yao kuhakikisha hauinuki, hauendelei, hausongi mbele, umebaki hapo. Wapinzani wazuiao. Kama ule mstari ambao unatoka kwenye Wakorintho wa kwanza 16:9. Nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini wapingao. Wapinzani hao. Haleluya. Na kwa kweli milango yetu tuliyofunguliwa kufaa tutapita. Haleluya. Tutapita katika jina la Yesu. Ninaongea na mtu ambaye atapita kibabe. Nilimsikia mmoja kama tutapita kibabe. Haleluya. Na sisi hiyo milango iliyofunguliwa kufaa sana au wapinzani tutakatiza katikati yao na tutapita kibabe kabisa. Tutaenda kwenye hatima zetu katika jina la Yesu. Amen. Kama wana wa Israeli waliokatiza kwenye ile bahari ya Shamu kibabe. Unajua bahari ya Shamu kwenye ilikuwa inanishangaa hata ikielewe. Wakakatiza katikati yake, wakaenda zao ng'ambo ya pili kuendelea na safari yao. Kuna mtu atakatiza katikati yao hao wapinzani. Haleluya. Wapinzani wako kila mahali, wanaopinga usitoke, wanaopinga usiweze, wanaopinga usishinde, wanaopinga ndoa yako, wanaopinga huduma yako, wanaopinga karama yako, wanaopinga watoto wako, wanaopinga mume wako, wanaopinga wamejaa kila upande. Leo habari njema ni kwamba nina ndoto, hamtanizuia kufika pale. Hiyo ni ndoto yangu, sio ni yako. Na wewe ndoto yako? Na wewe ndoto yako? Hamtanizuia kufika pale. No matter what. Amnizuii nimekataa. Kuna mtu ndiye amekataa na mimi. Kuna mtu amekataa na mimi hapa. Hebu ni mmoja aliyekataa na mimi. Kama walishindwa kumzuia Yusufu, hata leo usimzuie. Haleluya. Kama walishindwa kumzuia Musa wakati wanaokoa wale watoto 200, Bwana akamchomoa. Mpaka Musa hawezi kunizuia na mimi. Haleluya. Kama walimpinga Yesu lakini ile kusudi la Mungu la kuja kutuokoa lifeli, wakashindwa, bado Yesu akaenda akaniokoa. Hata mimi hawaniwezi. Haleluya. Inaongea na watu ambao wanasema hawawezekaniki hapa. Kama walimshindwa Nehemia wakati anajenga ule ukuta, kina Sanbalati hapa. Wale kasema kina Sanbalati, wale wapingaji, walikuwa kina Nehemia wasijenge ule ukuta, kina Tobia wale. Lakini jamaa walikuwa wanajenga na silaha, na kwambia sisi tutavaa silaha ili tusipige hao kina Sanbalati wakae pembeni. Kuta zijenge, maisha yajenge, hata zijenge kwa katika jina la Yesu. Ninaongea na watu ambao wanasema hawatapingwa hapa. Haleluya. Haleluya. Wapinzani wa kila mahali waliona Danieli mambo yake yamenyoka vizuri, wakamfanyia mpango, wakaanza kuleta upinzani. Wakamshusha kwenye kuta, nasema kama siku walimshindwa Danieli, hata mimi hawaniwezi. Ninaongea na mtu ambaye hawezekaniki hapa. Ninaongea na mtu ambaye hawezekaniki hapa. Hawakumkula Danieli hata hawawezi kukula katika jina la Yesu. Yule aliyemzuia Danieli asiliwe ndio atakiwa usiliwe na wewe katika jina la Yesu. Wewe pili kwamba hawatanizuia wapinzani wa aina yoyote. Hawatazuia mimi kufika kwenye hatima yangu aliyoniandikia Mungu katika jina la Yesu. Amina. Amen. Sema hawatanizuia. Hawawezi. Hawawezi. Wewe angalia tu na kwambia huyu ndio ABOG. Haleluya. Amen. Sema hawawezi. Wala hawatakuwa hawawezi. Kwa nini? Hakuna kama Yesu kwenye hii dunia akitamka vinakuwa, akisema vinatokea. Kama ninatembea naye na ninamwamini, hawawezi. Hawakumweza, hawawezi. Kanuni ni ile ile. Walimshindwa, watashindwa. Haleluya. Ndio raha ya kutembea na Yesu. Ndio raha ya kutembea na Yesu. Ndio raha ya kutembea na Yesu. Kuna mtu anasema wapinzani wake hawatamweza. Wale wanaopinga usipige hatua. Ukitaka kupiga hatua wanashikilia mguu wako, kuna daima, hakuna kwenda mbele. Hakuna kwenda mbele. Unabaki hapo hapo. Waambie next sasa
hawatanizuia. Kuna mtu anasema wapinzani utazuia wapinzani wote. Kuna upinzani utakuzuia. Kuna upinzani utakuzuia. Kuna upinzani utakuzuia. Haupo. Haleluya. Hata kama ni laana, Mungu alisema wale wakati wanaombea baraka, kama ni laana, wewe fulani aliyebarikiwa na Bwana, wewe uliokuwa unapokea zote kwenye njia zake umebarikiwa. Upinzani wa laana hauwezi kufanya kazi. Unasema hizi laana hazinipati. Laana itakuja itashika, itakuongea hapa, itaenda huko. Naongea na watu wenye imani hizi zilizochanganyikiwa hapa. Haleluya. Haleluya. Sema wapinzani hawaniwezi. Sema wapinzani hawaniwezi. Kwa sababu ukiona wanapinga ili kukutia hofu. Wakishakutia hofu wanakuvuruga tu. Wakishakuvuruga tu unaanza kudhoofika, unaanza kushuka. Hayo ile misimamo yote inaisha. Hapana. Sema mwambie kama hapana. Mwambie hapana tena kwa ukali. Ndio kimo hizo mwambie hapana. Usikubali kupewa hofu. Haleluya. Hawa wapinzani kama Goliathi tu, haleluya. Kwani Goliathi alifanya nini na Daudi? Unajua hawa wapinzani wanachokifanya? Wanatukana hatima yako. Wewe si jeshi la Bwana. Wanatukana hatima yako sana tunaona hiyo hatima yake itakufa. Hiyo hatima yake itakuwa. Hawa watu watakuwa hivi. Wanatukana, hapo wanatukana na hawa wapinzani hapo natulia. Wewe, waambie nini? Mimi nilishauaga tu. Nishachana simba. Yale aliyofanyia Mungu kule nyuma yale, huo muombo ukayafanya. Yale alikuwa ni madudu na masimba moja ya chana na mengine ukayaoa. Maana nyuma nishakata madudu. Haleluya. Nishachana masimba. Wewe Goliathi, wewe huyu Mungu aliyefanya nikatae yale masimba kule na kuwa yale madudu, wewe ni mtoto, nitakutania. Hebu chukua chakula lako. Piga Goliathi chini, acha kukupigia hofu. Anakuzia usifikiri hapana. Lazima nifike pale. No matter what, lazima nifike pale. Ninaongea na watu watafika pale katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa nini? Hakuna kama wewe. Hakuna. Amen. Unataka kwenda viwango vingine, ni lazima ushinde upinzani wote ulioko mbele yako. Lazima ushinde upinzani wote unaojiinua. Lazima ushinde. Kama unataka kwenda viwango vya juu, kama unataka kwenda mbele, lazima ushinde kila upinzani. Na anayetusaidia kushinda ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Ni Roho Mtakatifu anatupa akili za kushughulikia wapinzani. Haleluya. Amen. Amen. Amen tena. Amen tena. Amen tena. Ni lazima ushinde upinzani. Ila Petro na Paulo walikutana upinzani mkubwa sana wakati wanahubiri. Upinzani mkubwa. Hawataki neno la Mungu lihubiriwe. Lakini walisarenda. Walisarenda kwenye upinzani. Hapana, walisonga mbele kibabe. Wakasema hii kazi lazima iende. Mwendo lazima tumalize huu. Amina. Tunataka kurushwa mataji sisi. Na tunataka kupigwa taji hapa. Wataka kupigwa taji. Ili upigwe taji lazima upambane na kila upinzani unaokuja mbele yako, unaokuja kushoto, unaokuja nyuma. Na raha Mungu amekwambia hao maadui hawatakuzi. Wapinzani wenyewe hawatakuzi. Sasa wamesema hawatakuzi. Hofu ya nini? Songa mbele na Bwana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ili tunapotana katika tena upinzani wote. Hakuna kuogopa upinzani. Haleluya. Na ujue unapofanikiwa ukapiga hatua na aina ya upinzani inabadilika. The more you prosper, the more upinzani unakuwa mkubwa zaidi. Usifikiri kwamba ukifanikiwa upinzani wa mwaka juzi utaona mwaka huu, haiwezekani. Haleluya. Unapozidi kufanikiwa ndio unakutana na mababe zaidi, magoyetu wako wakubwa. Unapozidi kufanikiwa ndio unakutana yale mabefili. Unajua wale mabefili wale majitu marefu yale. Yale majitu marefu ambayo kina Yoshua na walisema hii ni mijitu. Kina Yoshua akasema hiki ni chakula chetu. Hiki ni chakula chetu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unataka kwenda Kanaani, lazima wapige hao Wanefili, lazima wapige hao Kanaani, lazima wapige hao Yebusi hao. Ambao wamekaa kuzuia njia yako kufika kule. Haleluya. Ukiwaacha watakuzuia usifike pale. Lakini hapana. Ndoto yetu ni kufika kule, kwa sababu ndoto yetu ni kufika kule, lazima tuwapige hao Wanefili. Lazima tuwapige hao Yebusi. Lazima tuwapige hao Kanaani. Wapishe njia. Twende tufike kule katika jina la Yesu. Amina.
walikuwa wanavaa silaha, wanaenda kuchota maji kufunga silaha kiuno. Walikuwa wanajilinda. Haleluya. You have to be busy. Hakuna kulala. Shetani kilala naye anazuia maana yapiga nenda kumsikia. Amina. Amen. Haleluya. Na unajua upinzani uko mpaka kwenye maombi. Upinzani uko mpaka kwenye kupokea majibu yako. Ukilala majibu hayaji. Kamuulize Danieli, majibu yake siku 21 yamepingwa na Waajemi. Si ndio? Walipiga asije mpaka Mikaeli akaenda kuingilia kati. Hapana kazi ya Mikaeli, mwambie Mikaeli hapa lazima kieleweke. Hao wanaopinga, wanaopinga kazi zangu, wanaopinga biashara zangu, wanaopinga mambo yangu, Mikaeli ingia kazini, watoke hao kata. Pishi njia nifike kule. Amina. Amen. Amen. Haleluya. Wapinzani hawataki kukuzuia kufika pale katika jina la Yesu. Amina. Amen. Ni lazima uwe jasiri. Ni lazima uwe jasiri. Sio ombi. Ni lazima. Sio ombi. Ni lazima. Amina. Sio ombi. Ni lazima uwe jasiri uweze kuwapinga watu wanaokupinga. Na wakiongoza unasema mpinge shetani atakukimbia. Lazima umpinge. Usipompinga hakimbii. Anaweka kiti, anaweka godoro, anaweka kitanda, analala hapo hapo. Haleluya. Sasa kama unataka shetani aamue maisha yako, ndio bedroom yake na sitting room na kitchen na toilet kila kitu, anajenga nyumba ndio anaamua kuishi hapo. Kama hautakubali utamwacha bila kumwambia ondoka, nenda zako shetani. Lazima tumpinge, lazima tumfukuze. Nenda zako shetani toka kwenye maisha yako, ndio? Haleluya. Lakini usipompinga, usipomwambia ondoka shetani, achia vya kwangu, atakaa hapo hapo. Atasubiri upe chai, upe lunch, upe dinner. Haleluya. Atakwambia na hela kuvaa nguo, nataka hela kuvaa. Nataka na hii. Anataka kuonyesha kama walikuwa nataka nipe. Mwambie nenda zako shetani, mpinge naye atakimbia katika jina la Yesu. Amina. Amen. Kuna mtu anataka kumpinga shetani hapa kwa hasira? Sijaona bado. Kuna mtu anataka kumpinga shetani kwa hasira? Kuna mtu anataka kumpinga shetani kwa hasira? Wapingao ni lazima wapingwe kwa hasira. Hawapingi ukiwa unatabasamu, unapinga ukiwa umekunja uso. Haleluya. Amen. Tunawapinga tukiwa tumekunja uso. Tunavaa silaha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatupisha ili tufike kwenye hali ambazo Mungu, ninakwambia sitamani mtu yoyote hapa akifika mbinguni akapewa ile daftari lake la maisha yake aanze kulia. Na wakati huo hakuna ukilia kule, hakuna wakumbele na kwa ni mama waleta si machozi ya mamba, si machozi yani hata thamani, hayana chochote. Too late. Umechelewa. Muda ulipewa huku duniani wa kufanya mambo kama wewe ukufanya. Ukifika mbinguni unapewa daftari lako na list ya mambo ambayo Mungu alikuwa anakusudia uyafanye. Hata unapofika, hilo sio kuna mwanakizo fulani tunakataa. Amina. Ni lazima tusimame kijasiri, tupigane na hao wapinzani wanaopinga hatima zetu zisisimame, ili tufanyie kazi makusudi ya Mungu, tuweze kuishi sisi. Tukifika kwa Bwana, tuwe na yeye, tuende pale na kicheko, akwambia, hongera mtumishi mwema, umefanya hiyo sawa. Naona mtu ananielewa hapa. No time to waste. Hakuna muda wa kupoteza. Haleluya. Hakuna muda wa kupoteza. Yaani wewe kila siku lazima unawaza kazi. Kila siku lazima uwaze. Lazima kila siku akili yako inawaza napaswa kufanya nini? 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 Leo napaswa kufanya nini? Haleluya. Ukiona umelala mpaka usiku hujafanya chochote kwa ajili ya Bwana ili kuume. Yaani usikie wewe unauma. Hivi leo nilifanya hivi, ile imekuaje? Usikie maumivu. Haleluya wana Mungu. Amen. Ninaongea na majasiri hapa. Sijawaona sana. Ninaongea na majasiri hapa. Wewe jasiri nafanya namna hiyo. Amen. Wewe ninaongea na majasiri hapa. Hivi unaweza kufikia Goliath wewe. Unaweza kufikia Goliath. Ninaongea na majasiri hapa. Yaani sio. Hivi hata ukifanya na ile kombeo lenyewe linapangusha chini. Haleluya. Ninaongea na majasiri hapa. Mungu
alimwambia Yoshua, uwe hodari na uwe ushujaa mwingi, maana wewe ndiye utakaowarithisha watu hawa. Wati na wewe unatakiwa urithishe watu vitu. Halafu ushujaa hauko ndani. Wale wanatakiwa warithi kupitia wewe, watarithi ni hewa. Ninaongea na watu washujaa. Kila mtu anatakiwa arithishe watu wengine vitu. Sio lazima hela. Unaweza kumrithisha tabia njema, unaweza kumrithisha imani, unaweza kumrithisha, kuna kitu cha kurithisha kwa mtu. Haleluya. Na ili urithishe lazima uwe shujaa, lazima uwe hodari, lazima uwe mama, lazima uwe mama na Yesu, na ni Yesu kwenye maisha yangu. Naongea na watu ambao wanataka kurithisha watu vitu hapa. Wengine wanarithisha mali. Kuna watu tunabali za watu nyingi hapa ambao kwa ule ushujaa wako unatakiwa wewe upambane, uwe hodari, uwe shujaa kupingana na kila upinzani ili sana warithi mali zao. Haleluya. Na kama wewe ni mzazi unatakiwa kuendeleza kwa kila mtoto wako pia. Haleluya. Upambane na upinzani useme ninawe kwa ajili ya inaongea na watu ambao wanakuwa kushinda upinzani hapa. Haleluya. Haleluya. Uwe hodari na uwe na ushujaa mwingi, kwa maana wewe ndiye utakayewarithisha watu hawa. Tunataka turithishe watu. Tunazo habari za Yesu nyingi sana. Habari za Yesu, namjua Yesu, utamu wake, nguvu zake, mambo yake yote. Rithisha watu. Peleka kwa ushujaa, peleka kwa ujasiri habari za Yesu. Amina. Mtu akimpata Yesu amepata yote. Akimpata Yesu amepata. Hebu pigie Yesu makofi na vigelegele kwanza. Amina. 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 Kwa hiyo habari ndio hiyo, mwana wa Mungu, lazima tushinde kila aina ya upinzani unakuja kwenye maisha yetu. Kila aina ya upinzani unakuja kwenye ndoa, lazima tushinde. Kila upinzani unaopinga afya yako. Unajua upinzani mwingine wanakuwa upinzani kwenye afya. Wanapinga afya yako sikai vizuri. Wameamua kuipinga. Huyu hawezi kuwa na afya njema. Huyu lazima ana afya mgogoro tu. Kwa nini? Wakishafika pale wamekushusha, wamekubakiza hapo ndani tu. Hamna tena kutoka kwenye shemishe zako, umekaa hapo, umetengewa hapo, uweze kufikia hapo, hata kuwaza kuishia hapo, maisha yanaishia hapo. Kwa nini usifike pale? Hata upinzani kwa jina la Yesu. Hata upinzani kwa jina la Yesu. Amina. Ukifanya mchezo kama Elia, alipigwa na Yezebeli, akamwambia wewe ndio umeniulia wale wachawi wangu wewe. Sasa nitakushughulikia. Ule ulikuwa upinzani kwa Elia. Nilimpata ule ujanja wote, akaingiza mjia, akakimbia tena kujificha kule, akasema Mungu na wewe bora nife. Akamkimbia Yezebeli, ule mchawi tu. Elia ile kwa sisi moto, jamaa mzima anashika moto na mzima. Sasa wewe siku kwa mangani hajibu kama mtu anaenda kwa chini. Haleluya. Haleluya. Unashangaa umesarenda kushindwa. Sasa Bwana, kama inaomba na iwe noma. Kama ishakuwa na iwe tu Bwana, liwalo na liwe. Sisi tunasema liwalo na liwe Bwana. Mimi sijifia ni nini? Cha kujifia. Ndicho kilichopata Elia, akakimbia. Paka Mungu anamsaidia akimbia ndio ambia wewe Elia, bado nayo sasa huko. Sasa wao unakimbia nini? Na matokeo yake ni nini? Safari yake Elia inaishia pale. Amina. Amen. Mwambie mwenzako upinzani hautanizuia kufika pale. Sema upinzani hautanizuia kufika pale. Upinzani hautanizuia kufika pale. Na ukiona nguvu za kupingana na huo upinzani zimekuishia, waambie wenzako kunyanyua mikono. Waambie jamani, kama unaona jamani, unakumbuka Musa, walikuwa wanapiga, pige. Musa alifanya namna hii. Jamaa wale wanapigwa. Akichoka. Wanafanya nini? Wanapigwa wao. Akiweka hivi, adui wanapigwa. Akishusha, wanapigwa. Hivyo. Ukizubazuba kwa shughuli ya upinzani
wanakupiga. Ukikaa namna hii wanapigwa. Haleluya. Ukikaa kisawasawa wanapigwa. Ukikaa namna hii unapigwa. Ukikaa hivi wanapiga. Ukikaa hivi unapigwa. Haleluya. Ukiona nimefanya namna hii nimechoka siwezi tena, mwambie mpate mwenzako mwambie sasa. Hebu nisaidie kushika mkono wangu sasa. Kubaki juu nisipigwe mzigo. Haleluya. Amen. Amen. Ndio maana ya kuomba msaada mwambie sana hapo niombe. Lakini kuna mtu ambaye anajua naomba kweli kweli. Sio mtu anamwambia naomba hapo usiku aombe. Ashikilie mkono wako hapo juu usipigwe. Wapinzani wasikushinde. Haleluya. Sio nang'ang'ania tu mkono umechoka unaungana nao unaenda ukishuka na leo unataka kwa kweli kweli. Omba msaada. Haleluya. Haleluya. Ninaongea na watu ambao wapinzani hawataweza. Ninaongea na watu ambao wapinzani hawataweza. Sijawasikia bado. Ninaongea na watu ambao wapinzani hawataweza. Wale ambao shetani anakuja anambia kama wewe kweli mwana wa Mungu, amuru mikate hii mikate. Kama kweli ni mwana wa Mungu, mbona kila siku unaomba uponi wewe? Kama wewe kweli ni mwana wa Mungu na umeokoka, mbona maisha yako haiendi wewe? Haleluya. Tunajua zipo. Sizipo. Usifikiri Yesu aliulizwa mwenyewe kule jangwani. Kama Yesu wewe ni kwa sababu unaona Yesu kama swali yako kwenye maisha yako vile vile. Unaweza kusema vitu vimekubana, wewe kila siku unaomba. Kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, kama kweli umeokoka, mbona hizo anaishi? Mbona hizo situation anaishi? Mbona kila siku yuko? Unasikia mtu unahojiwa ukaulizwa. Mwambie rudi nyuma shetani. Haleluya. Mwambie uwe na uwezo wa kuambia sauti, rudi nyuma shetani. Imeandikwa. Imeandikwa mtu atashika mkate kwa. Amina. Hata kama ninaumwa, hata kama mambo yangu yanaenda, hata kama imekuwa, hata kama bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Bado Mungu atabaki kuwa Mungu. Wala sitaacha kumtumikia, wala sitaacha kumtumikia, wala sitaacha kusema habari zake, wala sitalalamika, wala sitanung'unika. Najua atanitumia malaika zake watakuja kunihudumia tu. Haleluya. Haleluya. Lazima uwe na uwezo wa unasema kama kweli mwana wa Mungu, kama kweli mwana wa Mungu lazima ushinde kila upinzani wa shetani. Ana hila nyingi sana. Yesu pale nyikani alimshinda. Alikuja kwa upinzani wa karibu mafungo yake pale. Akamwekea mitego, akashinda ile mitego. Na sisi lazima tushinde mitego yake shetani. Haleluya. Akija kama wewe ni mwana wa Mungu, ndio mimi ni mwana wa Mungu, nataka ndivyo nilivyo. Na nataka kwa hivyo. Nina njaa, sina mali, sina chochote, lakini nataka kuwa mwana wa Mungu. One day yes. Amina. Amen. Amen. Hebu mpigie Yesu makofi Bwana Mungu atakatifu. Wewe unasema lazima nishinde hata iweje. Lazima nishinde hata iweje, lazima nishinde kila upinzani unaoinuka kwenye maisha yangu. Upinzani unaoinuka kwenye shughuli yako lazima ushinde. Upinzani unaoinuka kwenye biashara yako lazima ushinde. Unaoinuka kwenye afya yako lazima ushinde. Unaoinuka kwa watoto wako lazima ushinde. Unaoinuka kwenye huduma yako lazima ushinde. Kila aina ya upinzani ambayo inanyanyuka kwenye maisha yetu ni lazima tuishinde. Lazima hiyo ni ndoto yetu kwamba tutashinda, kwa sababu tusiposhinda hatutafika pale. Tusiposhinda hawa wapinzani na upinzani wao hatutafika pale ambapo Mungu anataka tufike. Amina. Amen. Kuna mtu amenielewa? Kuna mtu amenielewa siku ya leo? Hebu aliyenielewa nione mkombani kwamba amenielewa. Nione majasiri wa kizi. Haleluya. Na majasiri wa kule kwenye redio fungua wale wanataka mambo yao. Kila mambo yanafunguka na hizi habari za kufungua mambo yetu katika jina la Yesu. Kwa hiyo utambulisho wetu ndio hivyo. Ukitembea barabarani nitambulishe hivyo kwamba mimi ni yule ambaye sizuii na upinzani wote. Mimi ni yule ambaye sizuii na upinzani. Haleluya. Mimi ni yule ambaye upinzani hauniwezi. Haleluya. Amen. Kama ambavyo Simba na Yanga wanaambiana, wewe sio ndio upinzani. Wao uniwezi na wao uniwezi. Wewe uniwezi. Hivyo. Lakini sisi tunaye yule aliyeshinda vita. Tunaye aliyeshinda vita, aliyeshinda kila aina ya upinzani. Alipingwa sana.
kuanzia kuzaliwa kwake, wakati anataka kumuua kina Herode, ilikuwa ni upinzani, akashinda. Akaja huko akashinda, ameshinda kile neno upinzani. Kama ameshinda, hata mimi nitashinda kile neno upinzani, kwa sababu ninaye na yule yuko ndani yangu, Yesu Kristo. Aliye ndani yangu ana nguvu kuliko wao. Haleluya, amen. Kuna mtu analinga na Yesu wake hapo, kwanza ni Mungu. Kuna mtu analinga na Yesu anaye moyoni, anayempa kiburi. Hata kama ninaomba kwa sababu ya Yesu tu, ningekuwa sina Yesu hapa, ni mdogo basi sisi. Lakini kwa na Yesu unajisikia kama ndio yule ambaye anapenda Goliathi, wewe Goliathi shaoma. Ushaoma basi. Wacha uwe mnakuwa hiyo Goliathi. Haleluya. Ukiwa na Yesu ndio una uwezo wa kuambia ile mijitu inafika au ni chakula chetu au panzi tu. Kwa nini? Kuna Yesu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kuna Yesu na Yesu amejaa moyoni. Na Yesu amejaa moyoni. Haleluya. Mpige Yesu makofi. Kwa hiyo Bwana Mungu, leo mambo yangu yalikuwa ndio kwamba hakuna kama Mungu. Hakuna. Huyu ambaye tunasema hakuna kama yeye, Yesu Kristo, ndiye anayetupa nguvu za kushinda kila upinzani. Ndiye anatupa nguvu za kushinda kila upinzani. Kama tulivyoona Yesu mwenyewe alishinda upinzani wote na hafaulu. Na sisi yatupasa kushinda kila upinzani unaonyanyuka kuzuia yale ambayo Mungu anataka yafanyike kwenye maisha yetu yashindwe katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kubwa kwa Bwana. Sema amina kubwa tena kwa Yesu. Haijatosha, sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa hiyo ukiona mambo yanakubana sana, ukiona sisi magonjwa, sema hapana. Wewe ukija kama mpinzani mmoja wa ushindi. Kama unafanya biashara unamwasa hapana, upinzani hauna yani. Sitashindwa na upinzani wote. I have to move forward. Lazima niende mbele. Lazima nishinde. Lazima nifike pale. Lazima kufika pale ni pamoja. Lazima nifike pale. Lazima nifike pale. Lazima nifike pale. Ili nikifika mbinguni nimwambie Mungu nilipambana nikafika pale katika jina la Yesu. Amina. Halali ndio halali ndio. Hakuna kulala. Hakuna kulala wapendwa. Mungu wa nani yule? Hakuna kulala. Yoshua Mlelo, hakuna kulala. Hakuna kulala. Mimi nimeshangaa kama mmoja ndio sasa tunasinzia. Hakuna kulala. Tunasinzia badani. Wakati hapo nimekuja kuongeza nguvu. Umekuja kuongeza nguvu za kushinda upinzani. Upinzani ukikuzidi na hiyo ile sehemu ukapate nguvu. Na sasa upata nguvu kwenye baba kama hapa. Jamani, mkono wangu naona sasa hivi iko chini. Wacha niende badani kapandishwe juu. Haleluya. Ni jamaa wapige. Ndio sasa upata nguvu. Amina. Ukiambiwa usome leo nenda akusome. Unasoma kidogo kidogo. Yeye anasema kuchochea upate nguvu kwa kuka upinzani. Mpinzani anapigwa na nini? Na neno. Yesu alipangwa kwa maneno tu, imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Haleluya. Sasa kama huna neno lililoandikwa hapa, unampiga na nini? Hatumpigi na maneno yetu, tunampiga na neno. Haleluya. Haleluya. Hebu sema kwanza nione wajasiri ndio ndio mbele yangu sijaona vizuri. Nione wajasiri ambao wamesimama wakiwa fiti. Wakiwa fiti. Alafu wanajiamini. Wanajiamini kwa kweli. Hawana mashaka na Yesu wao. Hata kidogo. Wanamwamini Yesu to the yani ukisema yes. Unaona? Haleluya. Kuna watu ambao usiku walala. Hofu zimewajia mpaka hapa. Lakini Yesu anataka. Wewe. Hao pinzani wanaopiga usingizi wako. Wanakupiga usingizi usilale, alafu asubuhi wameshaharibu usiku. Usiku wala usiku, asubuhi ukiamka unakuta kwa mawenge. Ni upinzani ule. Haleluya. Lakini una Yesu, una Yesu. Na Yesu anakuambia ukiwa na mimi uko salama. Maana yake unatakiwa ukifika usiku hata kama wanakuja huko juu wanapiga baridi hiyo ya kati lako, lala usingizi. Haleluya. Amen. Amina. Ninaongea na majasiri. Hao waacha pange maji zao. Ninaongea na majasiri. Ninaongea na watu ambao
kuanzia leo mpango ulioko hakuna kushindwa. Amina. Mpango ulioko hakuna kushindwa. Pinzani yote kama ni mizimu waambie hawezi kupinga mambo yangu. Yaani nishajingamanisha kwenye tawi la Yesu. Matawi yangu nishajikata. Haleluya. Haleluya. Lile tawi la mizimu ya wapi mimi nishajikwanjua pale, nishajikatakata pale. Nitenda nimejingamanisha kwenye tawi la Yesu. Nimejiweka pale. Amina. Kwa hiyo hamna nafasi ya kupinga mambo yangu. Haleluya. Mungu mambo yangu Yesu ameshapiga tiki ni tiki tu. Amina. Naongea na wajasiri jamani. Naongea na wajasiri. Hakuna mtu alikuwa kama mimi. Hakuna mtu alikuwa kama mimi. Hakuna mtu ambaye alikuwa amekaa hivi kama mimi. Yaani nilikuwa nikaa ni hivi. Tena nikaa niko ni yaani ni yule mtu ambaye ni hivi. Watu wanaona sasa hivi hawanielewi. Nilikutana na Yesu. Nilikutana na Yesu. Mimi nilikuwa nikienda hata kwenye sehemu ya restaurant kuu. Siwezi. Nilikuwa sidhani takesa kula sehemu. Eti naenda mjini. Alafu naweza kusema kwa siwezi, sisubutu. Hapo hofu kwa maana watanyang'ana na kukula. Yaani nilikuwa kila kitu naogopa. Kila kitu naogopa. Yaani maisha bila Yesu ni maisha mateso. Haleluya. Ni maisha ya mateso. Kila kitu unaamini, kila kitu unajiona uwezi, kila kitu unajiona ni sifai. Yaani uko huko tu. Haleluya. Lakini namshukuru Mungu baada ya kuokoka. Nashukuru Mungu nilikutana na mume wangu ambaye yeye ni asili. Ukikuta sehemu gani yeye anakata mbuga. Haelewi wala zaidi. Nilipokutana naye jamani nikaenda. Baada ya hapo nikaokoka kama ile. Nilikuwa simwelewa. Hata mwanzo nilikuwa simwelewa. Hapana, hizi sio. Yaani wanasema hizi sio. Amina. Lakini nilipokuja nikaokoka. Nikampata Yesu, nikagundua kumbe hizi ndizo. Amen. Hizi mwanzo nilikuwa nasema hizi sio. Lakini baada ya kuokoka nikaelewa. Nikagundua kwamba hizi baada ya hapo mashaka na wasiwasi. Ile kutembea kinyonge. Mimi nikitaka hapa naangalia watu wanatembea kama vile yaani utafikia yaani kuna mtu anambia wewe utakutandika. Haleluya. Yaani mtu anamwanga mtu anakaa unamwona ameokoka. Tena ameokoka sio ameokoka na siku mbili ameokoka miaka. Lakini unakuta anakaa yuko namna hii yaani yuko hivi. Bwana anataka kuwa ni mtandike. Haleluya. Amen. Sasa umeokoka na Yesu hapo na unatembea kinyonge. Unyonge tulikuwa kabla tujaokoka. Haleluya. Na tulikuwa wanyonge. Umeshaokoka unyonge unaweka pembeni. Baada ya kuokoka ameingia jasiri. Baada ya kuokoka ameingia shujaa. Amen. Haleluya. Haleluya mashujaa. Amen. Kama hujaokoka ndio tukombozi sana toba. Uje kwenye makundi ya mashujaa. Kama uko hujaokoka, tukombozi sana toba. Maana ukishapata Yesu, wewe ni shujaa. Amina. Wewe unaona unajua kabla unaokoka ulikuwaje? Ulikuwaje? Hofu mashaka wasiwasi kibao. Hofu mashaka wasiwasi kibao. Lakini baada ya kupata Yesu, ukamfahamu Yesu, ukamwelewa Yesu, ukaelewa uwezo wake, ukaelewa nguvu zake, ukaelewa upendo wake, ukaelewa mamlaka yake, ukaelewa neno lake, ukamwelewa, ukajua hili ninaogopea nini? Amina. Sasa hivi kuingia kwa moyo. Haleluya, pigia kwa moyo na pigia. Amen. Haleluya. Haleluya kwa Bwana. Leo tulia tunasema ndio takatifu usitoke. Maana leo takatifu ndio ndio ujasiri. Unajua? Yeye anataka ujasiri. Kama wewe ni ujasiri wote unatoka kwa yeye ndio anatusaidia, yeye ndio anatufundisha. Yeye ndio anatujaza. Amina. Ndio anatujaza. Tena anatupa akili za kuwafanya hawa tunafanyaje? Hawa tunafanyaje? Akili inatoka kwake. Hekima inatoka kwake. Shauri inatoka kwake. Yote inatoka kwake. Ndio jinsi ya kuenenda katika ulimwengu wa sasa ambao umejaa upinzani wa kila namna. Upinzani kila kona, upinzani kila mahali. Unapitaje kwenye ulimwengu ulio upinzani? Na upinzani lazima ushinde. Roho Mtakatifu anatusaidia. Roho Mtakatifu anatuwezesha. Roho Mtakatifu anatufundisha. Na baada ya hapo tunazo nguvu za Yesu zilizojaza ndani yetu.
kudharau nguvu zilizo ndani yako hata kidogo, wala usizitie mashaka. Zina uwezo wa kuhamisha, zina uwezo wa kufanya maajabu. Nguvu zilizo ndani yako, nguvu za Yesu zilizoko ndani yako zina uwezo wa kufanya maajabu kwa ulimwengu. Na huu mwaka jamani, kila mtu apande kufanya maajabu. Amina. Hata kufanya maajabu, zilizike na maisha yako ulipo. Usiseme mimi sijui, usiseme mimi siwezi. Hakuna mtu ambaye hawezi hapa. Haleluya. Tunaweza mambo yote katika dunia yetu. Hakuna asiyeweza kitu. Amina. Unafurahi kuona watoto wako wako ngangari, wanasonga mbele kijasiri. Wao wanajua hawa wanaelewa tunachowaambia. Hawa wanasikiliza, hawa wanapata maelekezo. Hawa wamenitambua wao ni kina nani. Hawa wanajua kwa nini wako kwa ulimwengu. Wameshaelewa sasa. Hawa mshaelewa. Basi tukitazama hivi, tunajua huyu kaelewa. Huyu kaelewa. Huyu anaibu. Huyu analeta mchezo kazini. Haleluya. Wanataka tukauliza mbele ya Bwana huko ambao tulikuwa watoto wako tukawashirike. Tunajua lazima watoto wako sasa wajue. Tukiangalia tunajua tu. Mambo wajue mbele mtakatifu niambie mbele za Mungu sikoje. Mungu asifiwe. Haleluya.